mambo haya uliyoyaona na mambo ambayo katika hayo nitajidhihirisha kwako, nikikuokoa na watu wako na watu wa mataifa ambao nakutuma kwao, uwafungue macho yao na kuwageuza waiache giza na kuelekea nuru, waziache na nguvu za shetani na kumwelekea Mungu, kisha wapate msamaha wa dhambi zao na urithi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. Bwana asifiwe sana. Haya ndiyo anayoyatarajia Bwana kutoka kwetu. Bwana alimuokoa Paulo. Alimuokoa ili Paulo awe mtumishi, that is a minister. Na baada ya kuwa mtumishi awe shahidi, a witness. Shahidi ni mtu anayeona, yuko hapo wakati kitendo kinachofanyika, yeye yuko hapo, anakiona, anaweza kuelezea. Kwa hivyo Paulo alikuwa anafanywa awe shahidi, na ili awe shahidi ilibidi apitie yale aliyoyapitia Kristo, apitie yale aliyoyapitia Kristo, ili baadaye atakaposema niliona, ni ukweli aliona. Atakaposema ni hivi, ni kweli ni hivyo, kwa sababu yeye ameyapitia. Nasi pia tumeitwa kutoka kwenye dhambi. Paulo alitumwa kwa mataifa, pia akatumwa kwa Waisraeli, the Jews, Wayahudi. Na pia lakini hao wote wangempinga, kwa sababu shetani hapendi makusudio ya Mungu yaweze kutendeka. Lakini katika hali hizi zote Bwana anaweza. Kwa hiyo tunaokoka. Tunapookoka tunamkubali Kristo kuwa Bwana. Tunatoka kwa dhambi, tunaitwa watoto wa. Katika kitabu cha Yohana 1:12 neno la Bwana linasema, alikuja kwa watu wake na watu wake hawakumpokea, bali wale waliompokea aliwapa uwezo na kuwapa pia nguvu kufanyika wana. Lakini tunajua wakati mtu anapookoka maisha yanaanza, lakini wewe unaitwa mtoto. Bwana asifiwe sana. Because you are a child in the spirit. Umezaliwa upya. Unapozaliwa upya wewe ni mtoto, na tunakupeleka kwa maji ili ubatizwe, ushiriki kifo na kufufuka kwa Kristo. Na baada ya kushiriki kifo na kufufuka kwa Kristo, utaitwa mwana baada ya kujazwa Roho Mtakatifu, kwa sababu unafanywa mrithi pamoja na Kristo. Mtoto anajua ana haki. Nakumbuka mtoto wangu mmoja akiwa bado ni mdogo, nilipokuwa na hudumu hapa, kutoka mahali alikuwa alipiga kelele, huyo ni mama yangu. Bwana asifiwe. Ama mwana wakati tumishi hapa, huyu mtoto mdogo Grace anakimbia anaruka. Mtoto hawezi kuzuiliwa na chochote, kwa sababu yeye ni mtoto. Tuko pamoja. Yeye ni mtoto, ana haki, hauwezi kumzuilia. Ukiwa na watu atakuja tu, hajali, bora yule ni baba yake. Bwana asifiwe. So tunapookoka we are accessible, tunaweza kumwendea Bwana jinsi tulivyo. Katika kitabu waraka wa Yohana 5, waraka wa Yohana 5 kuanzia 15, tunaona pia haki za watoto, haki zetu kama watoto wa Mungu. Waraka wa kwanza wa Yohana 5.
Nitaanza 3:5. Nanyi mnajua ya kuwa yeye alidhihirishwa ili aziondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Kila akaaye ndani yake hatendi dhambi. Kila atendaye dhambi hakumuona yeye, wala hakumtambua. Watoto wadogo, mtu na asiwadanganye. Atendaye haki yuna haki, kama yeye alivyo na haki. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili Mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Bwana asifiwe. Tumeona Paulo akiambiwa na Mungu wakati anapokutana na Mungu, anamwambia nimekuita ili uwasaidie watu, uwe wewe mtumishi na pia uwe shahidi. Mtumishi, so you be a minister. Biblia English nasema you be a minister. Alafu witness, you be a witness. Wewe mtumishi, kwa hivyo utatumikia watu. Na hao watu unapowatumikia utawasaidia kuwatoa katika dhambi. Wanapotoka katika dhambi, hayo ndiyo makusudi. Na hapa Yohana anatuambia kwamba makusudi ya Kristo kudhihirishwa ni ili ashinde kazi za Ibilisi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna vita kati ya Kristo, kati ya ulimwengu na Mungu. Na anayetawala ulimwengu, mfalme wa ulimwengu ni Shetani. Na hatuwezi kumshinda. Tunaweza tu kushinda kwa damu ya Yesu. Bwana asifiwe. Na leo tunaposherehekea Pasaka na kufufuka kwa Kristo, ni kwamba Kristo ameshinda. Na Kristo ameshinda kifo kwa sababu alikubali akanyenyekea hadi kifo. Bwana asifiwe sana. Baada ya kunyenyekea hadi kifo, akapewa nafasi, akapewa jina lililo kuu kuliko majina yote, kwamba kwa jina la Yesu tunaweza kuokolewa. Bwana asifiwe. Na damu yake tumeona alichukuliwa, akateseka, akapigwa. Hii yote kwa sababu dhambi zetu ziliwekelewa juu yake. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu ana makusudi ili sisi tubadilike. Mungu ana makusudi ili sisi tuweze kumpendeza. Bwana asifiwe sana. Naongea leo juu ya in the presence of God, katika uwepo wa Bwana. Nilikuwa nikiongea juu ya wana, kuna mwana na kuna mtoto. Tunapokoka sisi ni watoto na inabidi tukue tufike kuwa wana. Tunapokuwa wana tunaweza kupewa urithi, kwa sababu hata mtoto akiwa mdogo hawezi kupewa urithi. Itabidi mtu mwingine amlindie huo urithi mpaka atakapotosha. Lakini kama watoto tunafaa tuweze kukua. Bado hicho kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 3 inasema kuanzia 2, wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama vile alivyo. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tunapobadilika kutoka kuwa watoto na tunakuwa wana, tunafaa tuwe kama yeye. Bwana asifiwe. Kwa sababu atakapodhihirishwa tutafanana na yeye. Na ili tufanane na yeye, lazima tutende, lazima tujue, tuweze kumjua. Tunapomjua atatufananisha, tutaweza kupokea kibali na neema ili tuweze kufanana na yeye. Bwana asifiwe sana. Ni Bwana ndiye anayetubadilisha. Anatubadilisha namna gani? Tunapolisoma neno lake, tunapolisikia neno lake, linatubadilisha. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu neno huja kwa kusikia. Kwa hivyo unapolisikia neno, unapolisoma neno, unapolitafakari, inafaa kwamba liweze kukubadilisha. Kwa sababu yeye mwenyewe ni neno. Bwana asifiwe sana. Yeye ni
wako, na huyu neno ni Yesu. Bwana asifiwe. Na huyu neno anapoingia ndani mwako, unasema mimi sasa ni wa Kristo, kwa sababu neno liko ndani yetu. So kwa hivyo tunapolisikia neno la Bwana, habari njema za wokovu wenu, tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Roho anakuja kuweka chapa ama muhuri juu ya wokovu wako. Unapompokea Roho Mtakatifu, wewe ni mtoto, lakini unapoendelea kukua, Roho Mtakatifu anakuja juu yako, anapokuwekea chapa. So hizo ni thibitisho kwamba wewe umekombolewa na umeokolewa, na hii yote inafanyika kwa damu ya Yesu. Bwana asifiwe sana. So sijui kama tunaweza kusomewa English. Nafikiria Kizungu tunaongea tofauti kidogo. Ndiye aliye karabuni ya urithi wetu. He is the one that confirms our inheritance, ili kuleta ukombozi wa milki yake kuwa sifa ya utukufu wake. Kwa sababu hiyo Paulo anasema, tangu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana Yesu na pendo lenu kwa watakatifu wote, siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu, nikiwakumbuka katika sala zangu. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape nyinyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Kwa hivyo tuna giza, na hilo giza linaweza tu kuondolewa kwa kumfahamu Kristo. Bwana asifiwe sana. Tunapomfahamu Kristo, hilo giza litaondolewa, ili tujue tumaini la mwisho wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme zote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katika vyote. Bwana asifiwe sana. Baada ya Kristo kustahimili mateso na kifo, akafufuka. Alipofufuka akapewa nafasi ambayo sio ya kawaida. Kwa hivyo nasi pia kama wana utashiriki mateso ya Kristo. Ukiwa mtoto hauwezi kuyashiriki, lakini unapokuwa mwana, kwa sababu wewe sasa lazima uende upokee urithi, utashiriki aliyoyapitia Kristo. Na tunashiriki katika njia tofauti, labda ni magonjwa, labda kuna vitu pia unakataliwa, unayapitia haya, ili baadaye utaweza kusema nimeshiriki mwili wa Kristo. Aliposema Paulo, kuanzia sasa mtu asiniguse, because on me, kwa sababu kwangu mimi nina alama za Kristo. Paulo alifikishwa hapo, sivyo? Alipigwa 39 strokes, akapitia wale waliokuwa wanatembea na yeye, wakamsulubisha, wakamtesa pia. Yeye pia hakuwa na muda mzuri baada ya yeye kubadilishwa, lakini haya yote anasema baadaye, sasa nimemaliza kazi yangu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo mateso ni part of our life, na kama unapoyapitia, unatakana ushiriki na pamoja na Mungu, usichoke kwa Mungu, kwa sababu ukiwa mahali pa Bwana, hata ingawa unayapitia, Bwana atakuwa pamoja na wewe. Bwana asifiwe sana. Sijui kama unanipata. So in the presence of God, katika kitabu cha Zaburi 91,
91 kinasema kwamba yule aketie mahali pasiri. Labda nisomee hicho kitabu. Psalms 91. I'm talking about the presence of God. Kwa hivyo tumetembea mpaka tumefika katika uwepo wa Mungu. Tulikuwa watoto, sasa tumekuwa wana. Tunatembea na kushiriki pamoja na Kristo. Katika uwezo wa Mungu tutasoma. Aketie mahali pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Nitasema, Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakaye mtumaini. Maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni iharibuyo. Kwa manyoya yake atakufunika, chini ya mbawa zake utapata kimbilio. Uaminifu wake ni ngao na kigao. Hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uwele uharibuo adhuhuri. Ijapo watu 1000 waanguka ubavuni wako, na 10,000 mkono wako wa kuume, hata hivyo hautakukaribia wewe. Ila kwa macho yako utatazama na kuyaona malipo ya wasio haki. Kwa kuwa wewe Bwana ndiyo kimbilio langu, umemfanya aliye juu kuwa makao yako. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakukaribia hema yako. Kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Utawakanyaga simba na nyoka, mwana simba na joka utawaseta kwa mguu. Kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamuokoa na kumweka palipo juu. Kwa kuwa amenijua jina langu. Ataniita nami nitamwitikia, nitakuwa pamoja naye taabuni, nitamuokoa na kumtukuza. Kwa siku nyingi nitamshibisha, nami nitamuonyesha wokovu wangu. Asante. Bwana asifiwe sana. These are the benefits of being in the presence of God. Unaposhiriki mateso ya Kristo, Bwana anasema hata kuacha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukiwa katika uwepo wa Bwana, uko mahali pasiri pa Bwana, ukikaa katika uvuli wake, utamwita yeye ngome yako. Bwana asifiwe. Sema, Bwana ni ngome yangu, ni kimbilio langu. Bwana asifiwe sana. Neno la Bwana linasema atakuokoa na mtego wa mwindaji. I am talking about a son of God. Naongea juu ya mwana wa Mungu. Atakuokoa kutoka kwa mkono wa mwindaji. Watakutafuta lakini hawatakupata, kwa sababu wewe umezingirwa na malaika wake watakuzingira. Bwana asifiwe sana. Mambo hayatakuumiza kwa sababu wewe, the Lord will have comforted you. Bwana asifiwe sana. Anasema kwamba hata wakati wanajipanga, malaika watapigana na wao wanaopigana na wewe. Kwa manyoya yake atakufunika, na chini ya mbawa zake utapata kimbilio. Uaminifu wake ni ngao, na ngao ni ile unapojifunika wakati mshale unapokuja, unaweka ngao. Ukisoma katika kitabu cha Efeso 6 kuanzia 10, anaposema kwamba be strong in the Lord and in his might. Anasema mnapopigana, wanapoongea juu ya silaha za Bwana, tunaongea juu ya chepeo ya wokovu kwa kichwa, diraa ya wokovu kwenye kifua, mshipi wa kweli. Tunaongea juu ya miguu, tunavaa amani, neno la amani. Alafu mnashika ngao and the shield of faith. Na ngao ni imani yako. Bwana asifiwe sana. Imani yako itakusaidia, na neno ni upanga. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unapochukua imani yako, tumeongea juu ya imani hapo. Nikasema kwamba
Imani huja kwa kusikia na kulisikia neno la Mungu. Tuko pamoja? Aliye jirani, unasikia imani? Listen to this. Bwana asifiwe. Imani huja kwa kusikia. Na hiyo imani yako ndio ngao yako. Kwa sababu shetani atatupa mshale. Mshale ni mshale wa maneno. Huyu ni bure sana. Hata akijaribu. Nakumbuka kina Nehemia wanapojenga ukuta. Tobia anakuja anasema hapa ni ukuta gani umetengeneza? Hata kapaka kanaweza kuangusha. Alafu utasema imeandikwa. Bwana asifiwe. So you will be able to fight kama unalijua neno la Mungu. Kwa hivyo neno la Mungu unalolijua ndio ngao yako. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ndio sababu unatakana utie bidii kujikinga. Hautajikinga bila neno. Hautategemea fulani ataniombea. Wewe mwenyewe. Katika Yohana tunaambiwa kwamba tuna ujasiri. Hiyo ni 1 John 5. Waraka wa Yohana 1:5. Anasema kwamba nianze 14. Na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake atusikia. Bwana asifiwe sana. Tuko pamoja. Nataka tusome hilo neno pamoja. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:14. Nasema nini? Tuanze. Mmepata? Tuanze tusome. Na huu ndio tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake atusikia. Bwana asifiwe. Alafu 15 inasema na kama tukijua kwamba atusikia tuombacho chochote, twajua kwamba tunazo zile haja tulizomuomba. Bwana asifiwe. Yes. Tuna ujasiri kwa sababu sisi tu wana wa Mungu. Bwana asifiwe sana. So we have confidence. Wakati naenda kwa Mungu sibahatishi. Bwana asifiwe. Nipata potea kwa Mungu. Hapana. Yeye ni baba yetu. Na sisi tulikuwa watoto, sasa tumekuwa. Hata mtoto yeye huomba, baba nataka mkate. Hataki kujua inatoka wapi. Lakini mkate utakuja, si ndio? Kwa hivyo Mungu tunapomuomba, yeye ni baba yetu. Tunapomuomba lazima tuombe tukiwa na ujasiri. We must be confident kwamba yeye anasikia. Na sio kusikia tu, atajibu. Yeye hujibu. Atajibu maombi. Bwana asifiwe. Wakati mwingine, oh God, and when you answer we shall give glory to you. No. When we have told God, tukiwa confident, Mungu amesikia na yeye atatenda. Bwana asifiwe. Atatenda. So tuwe na ujasiri kwamba maombi yetu bora yawe kulingana na mapenzi yake. Hivyo ndio anasema we have confidence. Kwa hivyo tukiwa confident. Na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu when we ask. Lakini aje sawa sawa na mapenzi yake atusikia. Tutajuaje mapenzi yake? Tutajua mapenzi yake tukilijua neno lake. Na Mungu atajibu maombi yetu. Lakini ukiomba vile wewe unataka na haujahakikisha yeye amesema nini, you will not. But when you are doing everything according to the will of God, He will answer our prayer. Bwana asifiwe sana. Because He is our Father. Bwana asifiwe. Yeye ni baba. Na kuna mahali anasema utaomba mkate na upatiwe kisu ama upewe jiwe. Hapana. Yeye ni mwaminifu. Bwana asifiwe sana. Yeye ni mwaminifu kwa sababu ana makusudi na kila mmoja wetu. So we have access. Sisi tunaweza kumkaribia Baba bila tashwishi kwa sababu tumetubu dhambi zetu. Bwana asifiwe. Na sisi ni watoto wake. Mtoto
jali mko msafi namna gani. Ametoka kwa matope na anakuja, si ndio? Si anakuja tu anakupaka. Hajali. That is how we are supposed to handle our God. Tusingojee kwamba no, and God is with us. Na yeye akiwa ndani yetu, anasema yeye sisi ni zaidi ya washindi. Sivyo ndio anasema? Unajua ni vigumu sisi kumpendeza Bwana bila imani. Waebrania 11:6 inasema ni vigumu sana. It is impossible. Kwa hivyo imani ndio ngao yako. Imani yako na imani hutokana na neno la Mungu. Unapolisikia, unapolisoma, unapolitafakari vile Yoshua anasema katika 1:7. Unapolitafakari usiku na mchana, hilo neno ndio ngao yako, kwa sababu litakufanikisha. Bwana asifiwe. Na kulifuata, kwa sababu hayo ndiyo mapenzi ya Mungu. Na tumeona tunapomwambia Mungu, unapoomba kulingana na mapenzi ya Mungu, atajibu. Si anasema hivyo? Na yeye sio mwongo, yeye ni mwaminifu. Kwa hivyo nimejifunza, ama Bwana anatufunza tumkaribie Bwana. Waebrania 4:6. Waebrania 4:6. Naweza kusoma hivi. Waebrania 4:6. Asante kusema. Basi kwa kuwa neno hili limebaki kwamba wako watu watakaoingia humo, na wale waliohubiriwa habari ile zamani walikosa kuingia kwa sababu ya kuasi kwao. Endelea. Aweka tena siku fulani akisema katika Daudi baada ya muda mwingi namna hii, leo kama ilivyonenwa tangu zamani. Leo kama mtaisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Bwana asifiwe sana. Do not harden your heart. Msifanye mioyo yenu kuwa migumu. Kwa neema tunaweza kumkaribia Bwana. Tumkaribie Bwana tukijua kwamba Bwana ni Bwana wa vyote ambavyo tuko navyo. Na tujue kwamba Bwana atafanya chochote tunachomuuliza ikiwa kimelingana na mapenzi yake. Bwana asifiwe. Na 16 nisome 16. The same book. 16. 16 inasema basi na tukaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema kutusaidia wakati wa mahitaji. Bwana asifiwe. Tuende katika hicho kiti kwa ujasiri kama wana, kwa sababu tunamwamini kwamba yeye anasikia. Kwanza anatupenda, ametuokoa, amekufa Kristo kwa sababu yetu, na kwa sababu anatupenda tunapomkaribia tukiwa na ujasiri, with confidence, hatuendi mbele zake tukisita. Kitu kitakachokuzuia sisi kwenda kwake katika uwepo wake ni dhambi. Ni dhambi yeye hataki. Lakini tunapoitubu dhambi, tunamwambia Bwana, sio tulikosa, lakini sasa mnatupokea, na yeye ni mwaminifu. Bwana asifiwe sana. So let us approach his seat with confidence. Tukikaribie hicho kitu na ujasiri, tupokee neema. Tutapokea neema with mercy. Na kwa sababu ya rehema zake, ndio sababu sisi hatujaangamizwa. Kitabu cha Lamentations 3:23, maombolezo kinasema kwamba maombolezo ni ya Yeremia, ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku asubuhi. Uaminifu wako ni mkuu. Bwana ndiye fungu langu, husema nafsi yangu, kwa hiyo nitamtumaini yeye. Bwana asifiwe sana. Tutamtumainia yeye. Yeye ndiye fungu letu. Huruma zake ni mpya kila siku. Namwambia Bwana, kumbuka huruma zako asubuhi ya leo. Nisamehe dhambi zangu. Naweza kuwa nimekosa kwa mawazo, kwa nia yangu, kwa matendo yangu.
Wafilipi 4:6 anasema kwamba be worried for nothing, be anxious for nothing. Msisumbukie jambo lolote, lakini kwa kuomba tutatii tusomee jote. Philippians 4:6. Wafilipi 4:6. Wafilipi 4:6 inasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika neno kwa kusali na kuomba, pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Na Yohana ametuambia nini? Tunaongea siri kwamba chochote tutakachomuuliza ambacho ni sawa na mapenzi yake atafanya. Bwana asifiwe sana. So in the presence of God, tukiwa katika uwepo wa Bwana, ni vizuri kufurahia faida tunazozipata. Na faida ni hiyo kwamba tunaweza kumwendea. Faida pia ni kwamba yeye tutapokea ulinzi kutoka kwake. Faida tena yeye anasema kwamba atatusikia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Tuko pamoja. Kama unanisikia na unanifuata weke mkono. Bwana asifiwe. Sema ninasikia. Nataka hili neno libadilishe. Nimwelekee Bwana. Nikae ndani yake. Niwe mahali pake. Nifanye kazi ndani yangu. Bwana asifiwe. Najua wakati niliokoka zamani kidogo. Bwana asifiwe. Ile early 80s nakumbuka tulikuwa tukiimba hivyo. Shetani nitasema baba nitasema. Umesikia tu kama hizo? Hiyo ni upuzi. Hiyo ni upuzi. Kwa sababu utamshtaki sana kwa baba. Bwana ametupatia sisi mamlaka. Ametupa mamlaka. Unamwambia shetani toka. Tutakupembeleza na shetani. Tutakushtaki mpaka saa ngapi? Kwa hivyo tuna ujasiri tukiwa katika Bwana, kwa sababu Bwana ni ngao yetu, yeye ni fungu letu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tusiwe na wasiwasi, usisumbukie chochote. Tafuta ujue mapenzi ya Bwana kwa sababu ya hiyo hali tunayoipitia. Ukishajua neno la Bwana linasema nini, muendee Bwana kwa ujasiri. Bwana asifiwe. Muendee Bwana kwa ujasiri, mwambie Bwana umesema hivi na haya ndio ninayoyapitia. Sasa Bwana nataka kuona mkono wako katika haya, sivyo? Na Bwana anasema atakulinda na mkono wa uharibifu. Bwana asifiwe. He will be your comfort. Wakati tumefiliwa chini, yeye anatusaidia. Bwana asifiwe sana. Hivyo naona muda umeenda. Nataka tu kuwakumbusha kwamba Bwana ni mwokozi wetu. Yeye ni baba yetu. We have access to God. Tunaweza kumwendea kila wakati. Hatuhitaji appointment, si ndio? Mnaelewa kweli? Unajua appointment? Inaitwa appointment. Appointment ne? Leo utaona fulani, utaona fulani. Hivyo ndio watu wakubwa kufanya, si ndio? Uko kwa leo, wewe una appointment ya saa ngapi? Hapana. Mungu unamwendea wakati wote. Hakuna appointment. You have access to him. Unaweza kumwendea wakati wote. Katika ile hali ambayo wewe uko. Yeye will protect you. Yeye atakusikia. Yeye atakujibu. Wewe utamwamini yeye. Na wewe pia utakuwa mridhi. Bwana asifiwe. Na ukiwa mridhi utakuwa na furaha katika ndani yake. Bwana asifiwe sana. Labda kitabu cha mwisho tutasoma ni Zaburi. Zaburi 20. Zaburi 20. Zaburi 25. Tasoma. Na tushangilie wokovu wako, kwa jina la Mungu wetu tuzitweke bendera zetu. Bwana akutimizie matakwa yako yote. Endelea. Sasa najua kuwa Bwana amwokoa masihi wake.
Atamjibu toka mbingu zake takatifu kwa matendo makuu ya wokovu ya mkono wake wa kuume. Hawa wanataja magari na farasi, bali sisi tutalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tunamwamini Mungu kwa sababu tukiwa katika uwepo wake, na ili uwe katika uwepo wake, tumesema vitu unafaa ufanye, sio utembee sawa sawa na ujue unatembea na nani. Bwana, huwezi kushiriki na kila mtu na wewe unasema uko katika uwepo wa Bwana. Kuna sheria ambazo Bwana amepeana na tukizishika, amesema katika Zaburi 1, yule afanyaye nini? Bwana asifiwe. Amesema ametupatia masharti ya vile tunafaa tutembee kama tunataka tuwe katika uwepo wake, sivyo? Huwezi kukula kila kitu na unasema uko katika uwepo wa Bwana. Huwezi kutembea na kila mtu, huwezi kusimama na kila mtu, huwezi kukaa na kila mtu. Lazima ujue kwamba wewe Bwana ana makusudi na maisha yako. Kwa hivyo wewe uwe tofauti, sivyo? Elsewhere Biblia inasema wewe ni balozi wa Yesu, sivyo? Balozi wa Yesu anafanya balozi wa nchi nyingine hapa Kenya. Mahali anaishi kwa embassy. Tuseme ni Wahindi. Na the ambassador, balozi wa India anaishi katika mahali pamewekwa kwa India. Wewe utakani kwenda hapo, sio kwa Kenya. Hapo iko Kenya lakini sio Kenya, sivyo? Ni India. Ana mlinzi wa Wahindi, sivyo? Bwana asifiwe. Kwa hiyo wewe kama balozi wa Mungu, mahali wewe uko, Mungu yuko. Kama ni nyumba yako inatakana iwe ni kwa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu atakulinda. Bwana asifiwe. Kwa sababu hayo ni maskani yake. Mungu atakutetea. Sio kila mtu atakuja hapo, kwa sababu hapo ni kwa Mungu. Bwana asifiwe. Ni wale wa Mungu peke yako. Only Indians will go to that embassy. Wewe ukienda unauliza unataka nini? Una appointment. Sivyo? Lakini kwa sababu wewe ni wa Mungu. So wewe Bwana ametuweka mahali pa juu. Tukiwa na ujasiri, tunapoenda mbele za Mungu, itakuwa sawa sawa. Tuendelee. Hatutang'ang'ana. Kwa sababu anajua lazima ushiriki maisha ya Kristo. Na hiyo maisha ya Kristo ni mateso. Lakini katika mateso amesema nitakuwa pamoja na wewe, sitakuacha. Amesema katika Mathayo 28:18. Amepewa amri zote, amesema mfanye hivi, iko na nguvu zote. Lakini enendeni mfanye nini? Mwafanye wawe wafuasi wangu, mkiwafunza, muwabatize. Alafu anasema and lo, I am with you always. Atakuwa na sisi kila wakati. Bwana awabariki. Bwana asifiwe sana. Kama umebarikiwa, pigia Bwana makofi. Kwa hivyo nataka tuombe. Kwa hivyo utainamisha kichwa chako. Utainamisha kichwa chako na utasema hivi. Sema, Baba, niko mbele zako. Unajua udhaifu wangu. Maneno yangu yako kinyume na neno lako. Nisaidie. Mawazo yangu yakupendeze. Kinywa changu kikupe wewe utukufu. Na matendo yangu yaonyeshe ubalozi kwamba mimi ni mtoto wako na pia mimi ni mwana wako ambaye anataka urithi kutoka kwa Baba. Nisaidie nikae katika uwepo wako, kwa sababu umesema nikiwa hapo ni mahali pako pa siri. Unilinde kutoka kwa mabaya, kazi zangu ziweze kukupendeza, na nije kwako kwa ujasiri, kwa sababu kwa neno lako umesema nitapata rehema na neema, na utanishindia vita vyangu. Nikutumainie wewe. Wewe ni ngome yangu, wewe ni kimbilio langu. Nisamehe Baba kwa kutukuona kitu kidogo. Nijue wewe ni Mungu mkuu na unaweza
Baba, tuwe warithi, tukae katika uwepo wako, tuweze kukupendeza, na wewe itajulikana kwamba sisi ni wana wako na wewe ni Mungu wetu. Asante kwa kutusikia Baba, kutana na uhitaji wao, uwapiganie. Kwa Yesu Kristo tumeomba, amen. Bwana wabariki.